Naam, tunaendelea na tunakuwa na mahojiano hapa na moja kati ya wanasiasa mashuhuri hapa nchini, kiongozi wa kitaifa wa moja kati ya vyama vya siasa, na tutafahamu pia hali ya siasa ndani ya chama chenyewe na hali ya siasa pia kuelekea uchaguzi mkuu mwaka huu, kwa mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi kama ilivyo ada, lakini safari hii kumekuwa na ajenda nyingi sana ambazo zinazungumzwa kabla ya uchaguzi wenyewe, jambo ambalo linatengeneza maswali mengi ambayo yanahitaji majawabu pia. Lakini kwa wanasiasa wengine ni fursa, wakiandaa vyama vyao kwenda kukikabili Chama cha Mapinduzi ambacho ndicho kimekuwa kikiongoza Tanzania tangu tulipopata uhuru, kiitwa TANU na ASP, na tangu vyama hivi vilivyoungana mwaka 1977 na kuunda Chama cha Mapinduzi ambayo imekuwa ikitawala mpaka hivi sasa. Vyama vingine 18 vyenye usajili wa kudumu na vyenyewe vimekuwa vikipambana kupata dola bila mafanikio mpaka sasa, lakini wakati huu ni fursa nyingine tena kwao kupigania ndoto hiyo, na tunaye hapa katibu mkuu wa ACT Wazalendo Ado Shaibu. Ado, karibu sana. Asante sana Goodluck. Na labda kwa kuanzia Ado, hali ya siasa unaionaje? Kwa sababu mara ya mwisho nafikiri tulizungumza na wewe hapa siku kadhaa zilizopita, na tumeona ndani ya ACT Wazalendo kuna michakato mnaendelea nayo mkionekana kujiandaa kwenda kuikabili CCM kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu, lakini tumeona pia kuna malalamiko na vitu kama hivyo. Kwa ujumla tu, maoni yako kuhusu hali ya siasa hivi sasa katika nchi yetu? Maoni yangu mimi ni yale yale wakati ule, kwamba ukiambiwa useme kwa sentensi moja juu ya hatma na mwelekeo wa siasa nchini Tanzania, ninaweza kusema kwamba siasa zetu bado ziko njia panda, kwa maana ya kwamba kwa upande mmoja kulikuwa na ajenda ya mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi nchini Tanzania ambayo sisi wapinzani tumekuwa tukisukuma kwa muda mrefu, na Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani akatoa ahadi ya kuibeba ajenda hiyo kupitia falsafa yake ya 4R na kutupa matumaini makubwa. Lakini tukifanya tathmini ya kweli na ya kina, tutakubaliana kwamba mengi kati ya yale ambayo yaliahidiwa hayajafanyiwa kazi. Kwa hiyo kwa upande mmoja kulikuwa na matumaini makubwa ya mabadiliko, mageuzi katika mfumo wa uchaguzi, na upande mwingine hayajafanyika. Kwa hiyo wadau tunajikuta tupo katika njia panda, kwamba mlijazwa matumaini makubwa, hayajafanyiwa kazi, na huu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo utaona kuna kitendawili takriban kwenye kila chama makini cha upinzani, na kwa bahati nzuri sisi tumejipa muda wa kufanya tafakuri ya kina, kwamba katika njia panda hii, katika kitendawili hiki tuchukue njia gani? Na sisi tumechukua njia ya kwamba tutashiriki uchaguzi tukipambana, na tutapambana tukishiriki. Hiyo ndio stance ya ACT Wazalendo. Yani tunashiriki tukipambana na tunapambana tukishiriki. Umesema kwamba mengi kati ya yaliyoahidiwa hayakufanyiwa kazi. Naam. Lakini yapi ambayo yamefanyiwa kazi? Sisi tumefanya uchambuzi kama nilivyosema, kwa sababu ACT Wazalendo tulikuwa na ajenda 5 na nitazitaja tu kwa ajili ya muda. Moja, tume huru ya uchaguzi, katiba mpya, alafu mageuzi katika jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama, uhuru wa kufanya siasa kwa vyama vyote vya siasa nchini, na namba 5 tukaita kuponya nchi, kwa maana ya kwamba kulikuwa na watu ambao walikumbana na madhira ya aina mbalimbali katika utawala uliopita, wenye kesi waachiwe huru, waliofilisiwa wafidiwe na kadhalika. Kwa hiyo hizi ni ajenda ambazo tulizipeleka mezani kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Ukizifanyia tathmini hizi utagundua mengi hayajafanyika. Sasa katika machache yaliyofanyika, kulikuwa na zuio haramu la mikutano ya hadhara, kwamba wapinzani haturuhusiwi kufanya mikutano kwa sababu uchaguzi ukiisha kinachofuata ni kipindi cha kutekeleza ilani.
Kwa hiyo wanaoruhusiwa kufanya mikutano ni wabunge na wawakilishi wengine wa wananchi. Zuio hilo limeondolewa na kwa sababu lilikuwa ni haramu kwa mujibu wa sheria, lakini pia kuna sheria mpya zinazosimamia tasnia ya siasa na mchakato wa uchaguzi kwa ujumla, lakini ukizitazama zina mambo machache sana ya msingi. Kwa mfano, kuondolewa kwa kupita bila kupingwa ni jambo zuri, to be honest, kama tunakuwa wa kweli. Kwa hiyo tunasema haya ni miongoni mwa mafanikio machache kuhusu yale ambayo mmekuwa mkiyapigania. Ndio, machache sana. Sawa. Hili swala lenu la kushiriki uchaguzi huku mnapambana ni miongoni mwa swala ambalo limekuwa likitamani kupatiwa ufafanuzi kutoka kwa wananchi. Tunafahamu hatua za uchaguzi zinaendelea, ikiwemo swala zima la kusaini eneo la maadili, kanuni za maadili. Nyie mlishiriki katika kusaini kanuni za maadili, lakini baadaye mkajitokeza kutoa kauli kwamba baadhi ya vipengele vina mapungufu vitafanya mwende mahakamani. Hapa wananchi hawaelewi ni nini mnaegemea na nini. Yaani kama ni mkataba umeusaini lakini alafu unaupinga. Nini hapa? Ni vizuri kwamba tumepata fursa hii hapa. Na kwa bahati mimi ni mwanasheria kitaaluma. Ukisign jambo kuna tafsiri mbili kwa maoni yangu. Tafsiri ya kwanza ni kwamba una sign jambo kwa sababu unaridhia na yale yaliyomo. Ndio. Na mfano mzuri wa hili ni mikataba ambayo tunaifanya kwenye biashara na makubaliano mengine. Unaenda kupanga nyumba, mwenye nyumba na wewe mnaingia mkataba wa upangishaji. Kunakuwa na vipengele vya wajibu wa mpangaji na wajibu wa mpangishaji. Kila mmoja chini ana sign na mashahidi kulingana na utaratibu wa mkataba husika. Saini yako katika mkataba ule ni ishara ya kwamba umeridhia yaliyomo na utabanwa nayo. Lakini sura ya pili ya kusaini na ambayo ndo unaipata katika kanuni za maadili ni kusaini kwa shuruti. Kwa hiyo tangu mwaka 1995 mfumo wa vyama vingi ulipoanzishwa mpaka sasa kumekuwepo na kitu kinachoitwa kanuni za maadili. Aliyepewa mamlaka ya kuzitunga ni Tume ya Uchaguzi. Of course anashirikisha wadau na mara zote tumekuwa tukimpelekea maoni ya kuonesha kwamba kuna mapungufu katika eneo 1, 2, 3. Na mara zote utaratibu ni ule ule kwamba maeneo mengi yanatupwa. Lakini mwisho wa siku vyama huwa tunaitwa, tunakwenda, tunasaini. Kusaini kwetu sio kuridhia, kwa sababu ingekuwa kuna dhana ya kuridhia ingekuwa tunatunga wote. Kama inavyokuwa kwenye mkataba wa upangishaji kwamba ni wote mkisharidhika ndio mnasaini. Lakini wale wameweka kwenye sheria ile kwamba chama chochote kinachotaka kushiriki katika uchaguzi mkuu wa 2025 na kwa bahati mbaya pia wameongeza na chaguzi nyingine katika miaka 5 inayokuja, ikiwemo uchaguzi mkuu unaweza ukasogezwa mbele kwa sababu mbalimbali, nyingine zipo kwenye sheria. Kwa hata ukiitishwa uchaguzi mkuu mwingine bado kama hujasaini katika miaka hii 5 hutoshiriki. Kuna chaguzi za marudio mnafahamu maana yake nazo hautoshiriki. Kwa hiyo kitendo cha vyama kusaini katika kanuni zile ni muendelezo wa yale tulikuwa tunayafanya ya kusaini kwa shuruti. Hakuna chaguo la kusema bwana kuna kifungu fulani mimi sijakipenda. Kwa hiyo kwa nini sasa na wewe ndo mwenyewe ulisaini pale katibu mkuu? Kabisa. Kwa nini ulikubali kusaini kwa kushurutishwa? Kwa sababu sheria ni sheria, ndugu yangu. Nitakupa mifano. Sheria ya ubakaji inasema dhidi ya ubakaji inasema mtu yeyote anayebaka ni miaka 30. Inawezekana kuna wabakaji hawaipendi sheria hii, lakini sheria inabaki kuwa ni sheria. Inawezekana kuna waungwana ambao wanaona hii sheria bado ni ndogo, watu ambao wanashiriki katika ubakaji wanyongwe, lakini inabaki kusimama kuwa sheria ni sheria. Nchimbi Emmanuel na mama yangu Samia Suluhu Hassan, nyinyi mnajiita ni walezi wa demokrasia, alafu fomu inafichwa
kama bangi. Tuendelee na mipango yenu. Na mipango yenu kwa kumalizia wabunge na wawakilishi. Watu waliojitokeza ni wengi sana. Nilitoa takwimu zilizopita kwamba wanachama wetu 316 wamejitokeza kugombea ubunge katika majimbo mbalimbali na wanaendelea kujitokeza. Kwa hiyo hakuna shida, na waliposikia wananchi ikiwemo wana mageuzi kutoka vyama vingine kwamba ACT na shiriki uchaguzi, nataka kuambia good luck. Sijawahi kusema kwingineko. Ndio yako makumi ya wanasiasa wa vyama vingine wanaotaka kujiunga na ACT Wazalendo walitumie ili kama jukwaa la kugombea. Kwa hiyo issue haitakuwa wagombea. Kwa ufupi kabisa. Issue itakuwa kusimamia vizuri ushindani mkubwa unaokuja. Kwa ufupi kabisa, kabla tujamaliza Ado, kuna tetesi baadhi ya makundi ambayo yametengenezwa ndani ya Chadema, chama kikuu cha upinzani, mnajiandaa kuwapokea. Kuna mpaka sasa hivi kuna taarifa zozote kwamba kuna wanachama wa Chadema ambao wameomba kujiunga na ACT? Nasema hivi, wako wanachama wa Chadema, wako wanachama wa Kafu, wako wanachama wa CCM wanataka kugombea kupitia ACT Wazalendo. Na ukiniita next time, good luck. Ikipita wiki mbili niulize, bwana, mbona ulituambia hapa kuna watu watakuja, utakuwa tayari umeshapata majibu. Yani wananchi watakuwa wamenisoma. Wiki ngapi? Umesema wiki ngapi? Nakwambia hivi, hii ni April. Leo tarehe ngapi? Leo tarehe 22. Tukiufunga mwezi hatujasajili watu mbalimbali. Na unakuwa ni msajili mkubwa wa kutikisa nchi. Real Madrid. ACT inakwenda kujengwa kama Real Madrid. Kwa maana unajua zamani Real Madrid inakusanya vipaji vyote vya dunia nzima kutoka kila kona. Ndio inapoenda kujengwa ACT. Inaenda kujengwa kama Real Madrid. Na kuna wengine wapo mjengoni. Nakwambiaje? Jitihada zetu ziko ndani na nje ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ado, tunakushukuru sana. Basi tukuache ukaendelea majukumu mengine. Asante sana. Na tunakutakia kila laheri. Nanyi pia. Tunakutakia kila laheri katika michakato ambayo inaendelea. Nanyi pia. Ni Ado Shaibu, katibu mkuu wa ACT Wazalendo.